Welcome again to the sessions of today. The session today is about light practical. So here at light practical we are going to see light practical tended to categorize into three steps or three phases. The first one is by using two-plane mirror on how to determine the number of images produced by two-plane mirror. How it can be formed? Can it be formed by drawing the angle between the two-plane mirror. But the second one is by determining the relationship between the angle of rotation of the mirror and the angle of reflection of the mirror. And the third one is by verifications or by using a one-plane mirror to verify the law of reflection. So now, let's start with the first one, which is determination is the number of image. Leo tunaenda kuangalia practical ya mwanga. Na practical ya mwanga imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Ya kwanza, tunaenda kuangalia kivipi tunaweza kupata idadi ya taswira ya pini ambazo tutakuwa tunaziweka sisi kwa kutumia vioo viwili. Lakini ya pili kama nilivyosema ni kuangalia mahusiano kati ya engo ya kuzungusha na engo ya kuakisiwa inayotokea kwenye kioo kimoja. Lakini pia tunaenda kuangalia kwa namna gani tunaweza tukahakikisha sasa sheria ya kuakisiwa kwa mwanga kwa kutumia kioo kimoja. Sasa leo tunaanza na hii hapa ya kutumia vioo viwili. Tunaenda kuangalia hatua. Proceed as follows. In this experiment, you are providing with two-plane mirror. This is two-plane mirror, the first one and the second one. The second apparatus you will meet with the soft drawing body. This is a soft drawing body. But the third apparatus is you will meet with the plain sheet of paper. This plain sheet of paper, it is equal to the angle given, to the total number of angle given to your question. But also another one is one optical pin. This is one optical pin, which enables or will replace the object found so as to read or to count the number of images between the two surfaces of the plane mirror. And the last one we have a mirror holder. This is a mirror holder we have. Okay, procedure number 2. Draw two lines at right angle. Here. Draw two lines at right angle by using your ruler and the protector on the plain sheet of paper and press the plain sheet of paper securely fixed on the drawing body. Hatua ya kwanza inatuambia kwamba tuchole mistari miwili ambayo ikutane kwenye engo mraba au kwenye engo 90. Tukiwa kwa kutumia ruler pamoja na protector. Lakini baada tuwe kumaliza kuchora, ni lazima hiyo paper tukiwa tunachora tunaiweka kwenye soft drawing body kama ifuatavyo. Na hatua ya kwanza, you press here a soft drawing board. Then you press the sheet of paper. This sheet or white sheet of paper. Hii hapa ili kusudi ikae tunachukua offset pin hizi, tunafunga upande wa hapa juu na tunafunga upande wa hapa pia. Tukimaliza pia tunafunga upande wa hapa. Utakuta umepewa 4 optical pin. Hizi zinatusaidia nini? Hizi offset pin zinatusaidia sisi hii karatasi yetu hii isipeperuke na upepo au isitoke kwa namna yoyote ile. Tukitoka hapo sasa tunachora ile mistari miwili kwa kutumia ruler. Na hiyo mistari miwili ametuambia draw two lines at right angle. Lazima zikutane kwenye nyuzi 90. Kwa hiyo unachora mstari wako wa kwanza kama ifuatavyo. Baada hapo unachora na mstari mwingine ambao hakikisha kwamba hiyo mstari imekutana kwenye nyuzi 90. Hapa ndo utakuwa ushamaliza kuchora mistari miwili. Baada hapo swali ametuambia kwamba plain sheet of paper and press the plain sheet of paper secure fixed on your drawing board. Press one mirror on each line of the sheet of paper. Unachukua mirror yako au kutokana kwa kuwa this mirror is riveted outside. Kwa tuna shade kwa huku nje kumaanisha kwamba kuna kuwa tukuni shaded area au shaded region. This way. So we let this one to be mirror 1. We let this one to be mirror 2.
But here, this is our angle, which make 90 degree or at right angle. So these two mirror meet at 90 degree or at right angle. Then, the next step is, you are supposed to take your plane mirror and to place between those two plane mirror. Make sure that that mirror meet at right angle here, at right angle. After pressing this mirror, once you press this mirror, those two types of mirror, or those two mirror, what is next now? Then, according to our diagram, here there is the object. We put here, there is the object here. But our angle here where two plane mirror meet is alpha. So here there is the angle alpha. Here there is the angle alpha. But you will meet with another question. Here with not alpha will be theta. Look like this one. Theta. But our question now is alpha. So what you are going to do now? Therefore, after pressing these two mirror to each line there, what are you going to do now? Fix one optical pin on the point O. You take this one pin, then you fix here to the point O. Assume this is our point O here. So we are supposed to press this optical pin to our point O here. Then after pressing our points, or after pressing our optical pin to the object and record the total number of image for alpha is equal to 90 degree. Hatua tunaenda kuifanya kwa kuwa hivi vioo vimekutana katika nyuzi 90. Kumbe angle yetu ya kwanza hapa alpha ni 90 ambayo ndo hii hapa. Kwa hiyo hapa kuna nyuzi 90. Kuna degree ya 90. Sasa tunachoenda kufanya, tunaenda kuangalia number of image, tunaenda kuangalia taswira za hii pini. Hii pini ambayo tumeweka, ambayo sisi tunaita ni object katika surface ya vioo vyote viwili. Kwa hiyo utaangalia upande wa huku, utaangalia hapa, utaangalia na huku. Ukiziangalia zote kwa pamoja utagundua kwamba kumbe kioo kimoja sasa hapa kwenye surface hii kitatokea, itaonyesha taswira moja, na hapa itaonyesha taswira moja, na hapa itaonyesha taswira moja. Kwa jumla ya idadi ya pini sasa hapa zinakuwa ni 3. Kumbe sasa taswira ya pini inaonekana huko zinakuwa ni 3. So now baada ya kugundua kwamba zipo 3, kinachotakiwa ni nini? Kinachotakiwa unaandika, baada ya kuziangalia unaandika number of images zinakuwa ni 3. Baada ya hapo anakuambia tena repeat the procedure for alpha ikiwa 72, ikiwa 60, ikiwa ni 45, ikiwa ni 30. Kumbe sasa baada ya kumaliza hivi, hatua ambayo inatakiwa ifanye, unatoa hizi plane mirror 2 na hii unatoa. Baada hapo unachomoa hizi office pin hizi. Office pin unachomoa unatoa. Ukitoa hizi office pin, kinachofuata you take another plain sheet of paper. Unachukua tena plain paper nyingine. Ile plain paper nyingine ndio itakuwa ya angle inayofuata. Ametuambia, remember we have told you repeat the procedure. Kumbe sasa angle inayofuata ndio hii hapo iliyotupa sisi 72. Ya 90 tayari tumeshamaliza. Kwa tunaokuja sasa hivi ni ya 72. Kivipi sasa tunaweza tukaipata hiyo 72? Ya 72 unachukua tena hizi office pin. You take another plain sheet of paper, then you fix to the soft drawing board. Hivi. Hizi kazi ya office pin tumesema ni kusaidia kwamba hiyo paper isipeperuke na upepo au kuchangamana kwa namna yoyote. Baada ya hapo kiweza kufanya hivyo, tunaenda angle inayofuata 72. Unachukua tena ruler, then una draw tena 2 lines. Ila sasa hapa 2 lines, hakikisha hizo 2 lines zinakutana kwenye angle ya 72. Zinakutana kwenye angle ya 72. Kwa unaweza kusema kwamba mstari mmoja uwe fixed, halafu mwingine uwe unapungua. Is up to you. Mstari mmoja uwe fixed, mwingine uwe unapungua, ni wewe mwenyewe. Kwa sasa mimi naweza nikaukeep fixed huu hapa mstari wangu huu, ambao unaonyesha kioo cha kwanza kitakaa huku. Naweza nikaukeep fixed. Baada ya hapo, kwa kuwa angle sio 90, maana yake hazitakutana kwenye nyuzi 90 hapa. Ila sasa angle yetu tumeambiwa ni 72. Kwa tunachukua protractor, tunapima angle ya 72. Tunapimaje? Unachukua hivi. Baada hapo unaweka hivi. Hii hapo ni nyuzi 90. Kwa unaanza kuhesabu huu mstari huu ambao utakaa sasa kioo kile cha pili, tunaanza kuzungusha. Tunaanza kuzungusha. Kwa hiyo utaanzia sasa hapa, utaanzia hapa, utazungusha, utaanza 0. Inafuata 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hasa unaangalia 70 itakuwa wapi? Somewhere here.
Lakini kwa kuwa sisi sasa, kwa kuwa tunaizungusha tu hii, kitu ambacho tunaenda kufanya, tunachukua hii line ndio inakuwa fixed. Ikiwa fixed, maana yake mwingine anaweza kaanzia hapa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 somewhere here. This way. Then unaweka point pale ambapo engo yako ya 72 ipoishia baada ya kusoma kwenye protector. Ukitoka hapo kitu gani kinachotakiwa? You take the ruler, then you join, unajumlisha kutoka hapa pale ambapo mstari wa kwanza umeishia. Kwa unajumlisha kwenye pointi yako hapo kupitia kwenye pointi yako hivi. Baada ya hapo unamwandikia, je, hapa engo yetu alfa ni ngapi? Engo alfa hapa tumepewa ni 72 degree. Baada ya hapo kinachofuata unachukua plane mirror zako zile mbili, unafuatisha kwenye zile mistari. Kabla ya kufuatisha, weka huku shaded area because our plane mirror is being slivered this side or polished this way. Baada hapo unachukua zile plane mirror mbili, unaweka plane mirror unaweka kwenye mstari huu, lakini plane mirror nyingine unaweka kwenye mstari huu hapa. Baada hapo unachukua the optical pin. Hii optical pin unaenda kuiweka katikati hapa. Pale ambapo kuna sign au kuna point ya O, hapo ndo kwenye O unaweka. Baada ya kuweka then una count the number of image. Ukicount the number of image unaanzia unahesabu surface hii hapa ya kioo, one plane mirror. So there is 1 2 3 4. Kumbe unasema sasa tukipima engo ya 72, number of image, taswira ya haka ka optical pin inavyoonekana kule kwenye plane mirror inakuwa number of image ni 4. Unamaliza. Baada hapo unaenda engo inayofuata. Ili kwenda engo inayofuata lazima utoe hii hapa ambayo tayari tumeifanyia kazi. So you take another plain sheet of paper. Ukichukua another plain sheet of paper, ukimaliza una fix. Ukifix unachukua optical offset pins. Ukimaliza kufix hapo, kitu kinachoenda kufuata unaangalia, je, engo yako iliyokuwa inafuata hapo ni ngapi? Engo yetu iliyokuwa inafuata hapa ilikuwa ni 60. Hivyo hivyo tunafanya kama procedure kama hatua iliyopita. Unachukua ruler. Baada ya kuchukua ruler, you assume that this line to be fixed. Una keep hii line kuwa fixed. Ukikeep hii line kuwa fixed, hatua gani inayofuata? Tunaenda kuipunguza mstari ule mwingine, tunaenda kupunguza engo. Sasa kupunguza engo hatuwezi kupunguza tu hivi. Ni lazima tutumie protector kupima hiyo engo ya 60. Kwa hiyo tutaweka kama ifuatavyo. Unaweka hivi hapa mwishoni, hapa mstari wako unapoishia ndipo unatakiwa uishie pia mstari wa protector. Baada hapo una count mpaka 60. 60 itaishia hapo, utaanza 1, utaanza 10, 20, 30, 40, 50, 60 inaishia hapa. Una 10, 20, 30, 40, 50, 60 inaishia hapo, unaweka doti kwenye kamstari kale karefu unapoishia. Baada hapo unachukua ruler, then you join. Hapa mwishoni hapo unaunganisha na pale ambapo engo yako wewe ilipoishia hivi. Baada hapo unamwandikia alfa yetu sisi ni sawasawa na 60 degree. Baada hapo you shade these sides. Once you shade these sides, it shows that our mirror also is being slivered another side or part of it. So baada ya kumaliza unachukua plane mirror yako ya kwanza unaiweka hivi. Ukimaliza unachukua plane mirror yako ya pili unaiweka kwa kufuatisha ule mstari. Na hakikisha kwamba hizi plane mirror zinakutana kwenye engo ya 60. Ukiweka hapo kwenye engo ya 60, kinachofuata unaweka hivi. Baada ya kuweka hiyo object, unaweka object pale ambapo pana O. Ukiweka hiyo object, hatua ambayo inaenda kufanyika, unazihesabu hizo idadi ya pini zipo ngapi. Unaanza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kwa unasema number of image zipo 5. Ukimaliza hiyo tumemaliza, unaenda engo inayofuata ya 45. Unaenda engo ya 45. Hatua inayofanyika hapa ni lazima uitoe hii. Ukitoa unaweka hapo. Then you take another plain sheet of paper ambao mpaka tufikie idadi ya engo tulizoambiwa. Engo tunaenda sasa hivi ni angle of 45 degrees. So what you are going to do now? First of all, we are supposed to press the sheet of paper on the soft drawing body.
After fixing it by using the offset pin, this we call offset pin. Tukifix hapo hatua ambayo tunaenda kuifanya kama ambavyo tuliyofanya hatua iliyopita. Kwa hiyo tunachukua ruler, then tunachora mistari miwili. Ile mistari miwili sasa hivi natakiwa ikutane kwenye angle ya 45. Kwa hiyo you suggest one line to be fixed. You suggest one line to be fixed, but another line is being rotating so as to reduce or to minimize the angle from 90 degrees. So in order to minimize it or to rotate that line, we are supposed to use the protector. This protector, you press here your protector, then you start to count your angles. Our angle is 45 only. Kwa unaanza kutokea hapa kwenye nyuzi 90, unaanza hapa kwenye mstari ambao umekuwa fixed. Unaanza hapa 10, 20, 30, 40 na 5 here. Itakuwa hapa 45 hapa. Baada hapo unatoa protector yako. Then you take the ruler. After taking the ruler, then you join this way. After joining, you like here. Our alpha means our angle is 45 degrees. Then what next now? Before pressing the two plane mirror, you are supposed to shade this side, which will show that even the plane mirror is being slivered another part of it. This way. Then what next now? After shading that side, you are supposed to take your plane mirror. Then you press where you have drawn the line. This way. Unachukua zile plane mirror, unaweka pale ambapo umechora mistari yako. Kwa kuangalia hiyo angle iliyopewa ya 45. Baada hapo unachukua optical pin, unaweka sehemu ambapo kuna object O here. Ukiweka then una count, unahesabu idadi ya pini zipo ngapi kwenye surface of the mirror. You start, that is the first one. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Kwa hiyo idadi ya pini hapa zinakuwa number of inakuwa ni 6. Ukimaliza unaenda hatua nyingine ambayo angle inayofuata sasa hivi ni 30. Ukimaliza unatoa. After determining the number of images of that angle, you move it. Ukitoa hapo unaenda kuangalia ile nyingine. Ile nyingine ni ya mwisho, ni angle ya 30. You take the plain sheet of paper, then you press it to the drawing board. After pressing there, you fix it by using the offset pin. Unafunga au unashikiza hiyo karatasi nyeupe kwenye bodi ya kuchorea ambayo ni laini kabisa. Baada ya hapo, kinachofuata unachukua ruler, unapima au unatengeneza mstari mmoja ambao unakuwa ni fixed hivi. Baada ya hapo, unaenda kupima angle ya 30 kwa kutumia the protector. Haya, unapima, unawekaje protector? Protector unaiweka hivi, then you press here at the end here. Baada ya hapo, kinachofuata unahesabu angle zako. Ametuambia angle ni ya 30. Kwa kutoka hapa katikati kwenye mstari wa normal ambao tumekeep kwa fixed, unaanza 10, 20, 30 here. You press here, angle ya 30 inaishia hapa. Baada ya hapo, kinachofuata you join this way. Ukijoin unaandika hapa angle alpha ni sawa na degree ya 30. Baada ya hapo, before pressing our plane mirror, what are we going to do now? We shade this side. Tukishade then tunaweka. Ukiweka kwa kufuatisha, unaweka kwa kufuatisha. Ukiweka kwa kufuatisha, kinachofuata unaenda kufanya nini na unaenda kutenda nini? Unahesabu. Unachukua optical pin yako, unaweka hivi. Ukiweka then una count idadi ya pini ambazo zinaonekana kwenye surface. Kwa naanza kuhesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kwa zipo 11. Kwa unaandika number of image ni sawa na 11. Baada ya hapo unatoa. Haya, unaangalia, je, kuna angle nyingine? Hakuna angle nyingine. Kinachofuata sasa ndio utakuwa umeshamaliza kuangalia the number of image kwa kutumia maelekezo tuliyopewa. So now, swali linalofuata sasa, natuambia tabulate your result including hii hapo. Ukiwa unajibu practical, usianzie kule kwenye aim, anzia pale alipokuambia tabulate your table of results.
Sisi hapa kwenye swali letu alipotuambia tablet wa table of result ametupa kipengele A. Kwa tunatoa sasa hivi vyote vifaa sasa tunavitoa. Tukivitoa ndio tunaenda sasa kujaza table yetu kwa sababu data tutakuwa nazo tayari. Ukimaliza sasa kufanya hivyo unaviweka pembeni. Ukiviweka pembeni unaanza sasa kujaza table. Unaanza kujaza table. Table yetu tunasemaje? Tablet your result including alpha n and 1 over alpha. Then we start to write to answer. Then we start answer. Then angalia, je, tablet your result ametuambia kwenye kipengele gani? A. Unaandika A hivi. Unamwandikia table of result. Haya, tunaenda kuangalia tablet your table of result including alpha, maana yake engo tuliopewa. Any number of image and 1 over theta. So now we write A, tablet your results. Or sometimes unaweza kaandika table of results. Hivi. Unaanza kuandika, je, table yako amekwambia kuwe na nini? Ametuambia including, kwa kuwepo au kwa kujumlisha. Lazima tuwe na alpha, baadaye tuwe na number of image, baadaye tuwe na 1 over alpha. Ambao hii hapa inakuwa ipo kwenye degree na hii hapa itakuwa ipo kwenye degree. Baada hapo unachukua ruler. Ukichukua ruler unachora hivi. Baada ya hapo unaangalia, je, hapa kwenye sita yangu, hapa kwenye sita nimepewa nini na nini? Ametuambia tuanze na nyuzi ya 90. Kwa hiyo tunaandika hapa 90. Ikiwa na maanisha 90 degree. Inakuja angle iliyofuata 72, right here 72. Inayofuata ni 60, unaandika hapa 60. Inayofuata 45 right 45. Inayofuata ni 30, unaandika 30. Baada hapo unaongezea. Hakikisha kwamba table yako inakuwa inaonekana vizuri. Hivi. Baada hapo unaenda kuangalia number of image. Number of image tayari tumeshazipata, zipo hapo. Kwa kazi yako unachukua tu kwamba ilipokuwa engo ya 90, number of images zilikuwa ngapi? Ilipokuwa engo ya 72, number of images zilikuwa ngapi? Ilipokuwa engo ya 60, number of images ilikuwa ni ngapi? Ilipokuwa when the angle of the angle alpha is 45, the number of image will be how many? When the angle of 30, the number of image will be how many? So what are you going to do now? So, but there is another formula on how we can determine the number of images. Hiyo njia ni rahisi sana, lakini pia tunaita ni njia pendwa, ambayo ukiitumia inaweza kukusaidia kutafuta number of image kwa haraka zaidi. Haya, hiyo formula yetu inasemaje? Naomba niandike kwa hapa hivi. Hiyo formula inatoka katika topic ya kidato cha kwanza ambayo tunaita ni light part 1, ambayo hiyo formula inahusisha number of image na angle given. Ambayo inasemaje? Hiyo formula inasema kwamba number of image ni sawa uchukue 360 degree ugawanye na angle uliopewa. Hapa tungeandika 6, lakini kwa kuwa angle 6 tumepewa alpha, tunaandika angle alpha. Baada hapo tunatoa 1. Hii hapa ndio general formula ambayo utakuwa unaitumia, ambayo sisi hapa tunaita Lavoie formula. Lavoie formula. Ambapo ukitumia hii Lavoie formula itakusaidia wewe kutafuta number of image bila shida yoyote. Hata kama ukiona hauna vifaa, unaweza kutumia hiyo formula ukapata. Sasa tunaanza. Kivipi tunaweza tukaitumia hii formula yetu? Kwamba formula yetu hii tuitumie, unaanza any means this n represent number of image, but this theta or this alpha represent the angle given. Haya, utaanza unachukua 360 degree unagawanya na angle alpha. Angle alpha ya kwanza tumepewa 90. Kwa hiyo utaweka hapa 90 degree unatoa 1. Baada hapo degree na degree wanakatika. Huyu na huyu tunarahisisha. Huyu na huyu tunapata 4. Kwa hiyo unachukua 4 kutoa 1 unapata 3. Kwa hiyo number of image itakuwa ni 3. Kwa haina haja ya kuendelea na experiment. Haina haja ya kufanya ujisumbue kufanya. Tumia tu hii formula, unaweza ikakusaidia kiurahisi zaidi. Haya, angle inayofuata ni 72. Kwa hiyo you will take n is equal to 30 degree, then divide by, instead of writing alpha here, we write the next angle which is 72. Kwa hiyo unagawanya kwa 72 degree, alafu unatoa 1 kulingana na formula yetu. Baada ya hapo degree na degree wanaisha. Unachukua 72 unagawanya, unachukua 360 unagawanya na 72. Kwa hiyo chukua hapo
Tukigawanya ni kwa 1, 72. Tukigawanya hapo inaingia kwa 5. Kwa hiyo utachukua 5 kutoa 1 unapata 4. Kumbe number of image wakati angle ilipokuwa ya 72 ilikuwa ni 4. Baada hapo tunaenda kuangalia angle inayofuata. Unatumia hiyo formula ambayo inasema n ni sawa na 360 gawanya kwa angle alpha unatoa na 1. Haya alpha yetu sisi ni 60, unachukua 60 unaweka hapo. Kwa hiyo n ni sawa na 360 gawanya kwa 60 una -1. Ukitoa hapo huyu na huyu wanaisha. Baada hapo igawanya ni kwa 1. Hapo unapata 6. 6 kutoa 1 unapata 5. Kumbe sasa number of image pale ambapo angle ilipokuwa ni 60 ilikuwa ni 5. Tunakuja angle inayofuata 45. Unatumia formula ile ile ambayo inasema n sawa na 360 chini ya angle 6 unatoa na 1 au angle alpha. Haya hiyo angle unachukua 45 unaiweka hapa. Ukiweka hapa hiyo 45 maana yake inakuwa n ni sawa na 360 gawanya kwa 45 unatoa 1. Ukigawanya huyu na huyu wanaisha. Haya hapo unajiuliza sasa tuweke ni mara ngapi? Tukipiga hapa mara 8. Tukipiga hapa kwa 45 ni mara 1. Kwa 45 itakuwa ni mara 8. Kwa hiyo tukipiga kwa 8 maana yake inakubali 360. Kwa hiyo itakuwa 8 kutoa 1 tunapata 7. Haya tunakuja angle ya mwisho ambayo ni 30. Kwa hiyo tunachukua hii alpha tunagawanya tunaweka palipo na alpha kwenye general formula hapa. Tukiweka hapa 30 tukigawanya maana yake itakuwa n sawa na 360 gawanya kwa 30. Tuna -1 hivi. Hizi zile ndio wanaisha 0 na 0 wanaisha. Tukigawanya hapa tunapata ni 12. Kwa 12 kutoa 1 tunapata 11. Kwa hiyo tunaweka hapo. Kwa tayari utakuwa ushamaliza kujaza table yako kwenye sehemu ya number of image kwa kutumia hii formula yetu tunaita ni lovely formula pendwa kabisa. Baada hapo tumebakiza part moja kwenye table ambayo inasemaje? Inasema 1 over alpha. But alpha tayari tunazo. Kwa hiyo utachukua 1 unagawanya hapa na alpha. Alpha ya kwanza ni 90. Kwa hiyo utachukua 1 gawanya kwa 90. Unaenda haraka. Hapa ni na calculator. Kwa hiyo unaweza ukatumia calculator pia kukusaidia kupata 1 chini ya alpha. Kwa hiyo utachukua 1 unagawanya na alpha. Alpha yetu ya kwanza ni 90. Unapata 0.0111 then you make approximation. So b is equal to 0.011. Unakuja inayofuata angle 72. Kumbuka ni alpha. Kwa unachukua tena 1 ili kuipata inayofuata ya hapa. Unachukua 1 unagawanya na 72. Kwa hiyo tunachukua tena 1 tunagawanya na 72 hivi. Tugawanya 72 tunabaki tutapata 0.013. Sasa hapo tunaweza tukaikadiria ikawa 4. Baada hapo inayofuata tena unachukua 1 unagawanya na alpha. Alpha yetu inayofuata ni 60. Kwa unachukua 1 unagawanya na 60. Unaona 60 utapata 0.016. Kwa hiyo itakuwa 1 halafu 7. Baada hapo tunakuja inayofuata 1 chini ya alpha. Alpha yetu ni 45. Itakuwa 1 gawanya kwa 45 hivi. Utapata 0.022. Utapata 0.022. Tunaenda ya mwisho. Ya mwisho ni tunachukua 1 chini ya alpha lakini alpha yetu sisi ni 30. Tunachukua 1 tunagawanya na 30 hivi. Tutakapopata itakuwa ni 0.033. Baada ya hapo umemaliza kujaza swali la table. Swali linalofuata nakwambia plot is a graph of y ikiwa kwenye vertical axis against 1 over alpha horizontal axis. Hapo chini ya table usiende mbali. Hapo chini ya table unaandika swali linalofuata ambalo unamwandikia B. Ametuambia sisi to plot the graph. Unakanusha. Unakanushaje? Unakanusha kwa kumwandikia the graph. Yeye amekuuliza plot the graph ile unamwandikia the graph of n. Amekwambia kabisa amekurahisishia n ikiwa kwenye vertical axis against, ametuambia kabisa against 1 chini ya alpha ambayo inakuwa hii ni horizontal axis. Ukimaliza hapo unaenda kwenye table moja kwa moja unaenda kwenye graph. Sasa graph yetu inakuwaje? Graph yetu hapa itakuwa na vitu viwili. Kwenye upande wa vertical, siku zote kwenye vertical utajuaje hii ni vertical? Vertical lazima uanzie ile iliyo
niliyokuambia ndio unaweka. Alianzia kuiandika mwanzoni. Baada ya kuandika the graph of, inayofuata inatakiwa iweke kwenye vertical axis. Na ya mwisho inatakiwa iweke kwenye horizontal axis. Kumbe sisi tunaenda kuchora grafu hapa tu kwa kuchukua hii number of image pamoja na hii hapa. Halafu huyu hapa tunaachana naye. Huyu hapa ametusaidia sisi kupata hao watu wawili. Kwa tunachoenda kufanya sasa, tunaenda kuchora grafu. Baada tu ya kuandika plot the graph, baada tu ya kuandika the graph of, unaenda hatua inayofuata, unaenda kwenye grafu. Sasa grafu yetu inaonekana kama ifuatavyo. Hivi faa unasogeza pembeni kabisa. Haya, grafu yetu inaonekana hivi. Grafu yetu inaonekana hivi. Huku chini imeandikwa 1 cm times 1 cm square. Maana yake inamaanisha nini? Kwamba ukitoka hapa kuja hapa ni sentimita moja. Ukitoka hapa kuja hapa ni sentimita moja. Ukitoka hapa kuja hapa ni sentimita moja. Kwa hatua ya kwanza, ili kusudi uchore grafu, ni lazima uanze na title. Ni lazima uanze na title. Lazima uanze na title. Ukianza na title, kitu gani ambacho kinaenda kufanyika sasa? Lazima uanze na title. Jamani, tumesema B. Swali letu la B nasema plot the graph. Wewe unamkanishia unamwambia the graph of n vertical axis against 1 over alpha horizontal axis. Kwa hatua ya kwanza, nenda andika kwanza title. Title unaiandika hapa, title unaiandika hapa. Kwa hiyo unaandika kwenye chumba cha kwanza kabisa, unaandikia title. Title yetu inakuwaje? Title yetu ndio hii hapa aliyokuambia plot the graph. Kwa sisi title yetu itakuwa the graph of n ikiwa kwenye vertical axis against 1 over alpha horizontal axis. Kwa hiyo unaanza unamwandikia kwa herufi kubwa the graph of n ikiwa ni vertical axis against, usiandike kwa kifupi, against 1 over alpha ikiwa ni horizontal axis. Ikiwa ni horizontal axis. Baada hapo unachukua rula unapiga hivi. Haya, baada ya hapo kitu gani kinachoenda kufanyika sasa? Baada ya kumaliza hapo, naenda kuandika scale. Tayari. Hatua ambayo tunaenda kuifanya kama nilivyosema, baada tu kumaliza table unaenda kuandika kile kiini alichokuambia plot graph of what. Kwa unaandika the graph of when alianzia against 1 over theta, 1 over alpha, hiyo ya mwisho. Hiyo ndio inakaa kwenye horizontal axis. Baada hapo unaenda kuangalia scale. Scale yetu baada tu kumaliza huo mstari wa title, kachumba kanakofuata unaandika scale. Sasa hii scale imegawanyika katika vitu viwili. Tunakuwa na vertical scale, tuna horizontal scale. Kwa baada tu ya scale, kuna aina nyingi za kuandika scale. Kuna nyingine mstari inapoishia tu scale, anaanza vertical scale au horizontal scale. Ila mimi nakushauri, ukimaliza tu kuandika scale, nenda inayofuata mstari wa 3 yake unaandika vertical scale. Kwa herufi ndogo, vertical scale au kubwa haina shida. Unamwandikia 1 cm. Inamaanisha nini? Kutoka hapa kuja hapa, kachumba kamoja kanapishana 1 cm. Unasema inawakilisha, represent kwa kirefu. Unaandika. Haya, unakuja tena horizontal scale. Ukiandika horizontal scale unaandikia horizontal scale ni hii mistari inayoenda hivi chini. Hivi violala, low tunaita ni low lines. But the vertical columns line. Kwa hiyo unaandikia 1 horizontal scale unasema 1 cm represent, unaacha hapo. Baada ya hapo tunaenda kutafuta hiyo scale. Scale tunaipataje? Ili kusudi tuipate scale, unachukua calculator. Baada hapo unaenda kwenye table value yako. Table ambayo tumeambiwa tuna plot graph of n against 1 over theta. Kwa 1 over alpha. Kwa tunachukua n na 1 over alpha peke yake. Tukitoka hapo sasa unaenda kuangalia, je, wewe unatumia mistari mingapi kwenye graph yako? Na hiyo mistari, idadi ya mstari unaanza kuihesabu. Baada tu ya horizontal scale unaanzia kuhesabu mstari huu hapa wa chini. Usihesabie mstari huu wa horizontal scale. Kwa hiyo unaanza kuhesabia mstari huu. Kwa mfano, kwa hii grafu na kushauri tumia mistari 20. Lakini kwa kuwa sasa tukiangalia hapa kwenye formula yetu haraka hapa tumeona kuna negative. Kwa maana yake hii hapa itakuwa na intercept. Tukisema huyu hapa awe 0, maana yake hapa itakuwa n sasa -1. Kumbe sasa kwa kupitia tu hii hapa -1 hii inaonyesha graph yetu ina intercept ya negative. Sasa kama ina intercept ya negative, ni lazima tukichora mstari, tukija kukata hivi, lazima tuwe na sehemu nyingine ambapo itaonyesha intercept ya negative. Sasa hapa nakushauri ukikutana na graph ya namna hii, tumia mistari 10 tu. Kwa sababu ukitumia mistari 10 itatoka hapa, itakuja mpaka labda hapa, alafu baadaye utachora horizontal.
Ile utaongezea na mstari mwingine huku chini. Hiyo inakusaidia nini? Ukija kuchora grafu yako ionyeshe sehemu ambapo imepita kwenye intercept. Kwa sasa mimi nakushauri ukikutana grafu hii ya kawaida tumia tu mistari 10. Kwa sababu tunatumia 10, tutumia 10 kwa sababu ina intercept ya negative. Kwa sasa tunachoenda kufanya unachukua rula. Baada ya kuchukua rula, ila kabla ya kuchora hiyo mstari tumesema tunatumia mistari 10 tu. Sasa kama unatumia mistari 10 unaenda kutafuta scale ya vertical. Hasa ili kuipata scale ya vertical ni lazima is compulsory to go where there is any forms, because our graph is we are required to plot a graph of n against 1 over alpha. Haya, n yetu ni hii hapa. Kwa hiyo naangalia, je, thamani kubwa kabisa kwenye n ni ngapi? Ni 11. Kwa hiyo nachukua hiyo 11, narudia tena. Unaenda kuangalia pale alipokuambia kwenye n, angalia thamani kubwa kabisa hapa ni ngapi? Ni 11. Hiyo 11 ukichukua unagawanya na idadi ya mstari unaoenda kuitumia wewe. Unaichukua hiyo 11 thamani kubwa unagawanya idadi ya mstari unaoenda kuitumia wewe. Tumesema mstari yetu ni 11. Kwa hiyo unachukua value kubwa kabisa ambayo ni 11, unagawanya na idadi ya mstari yetu. Mstari ambayo tunaenda kuitumia sisi tumesema ni 10. Kwa hiyo unagawanya kwa 10. Ukigawanya kwa 10 maana unapata 1.1. Sasa hiyo 1.1 ndio itakuwa scale ya kila mstari kwa kwenda juu, ambayo ni kwenye vertical axis. Kwa hiyo tunasema 1 cm kutoka hapa hadi hapa inawakilisha 1.1. Haina SI unit. Baada hapo unakuja horizontal. Horizontal amekwambia ngapi? Sasa mistari 10 inapoishia tu ndipo unachora horizontal. Kwa mfano, sisi tumesema hapa tunatumia mistari 10. Kwa mimi sasa ningesema naanza kuhesabu. Mstari wa kwanza, mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa tatu, mstari wa 4, mstari wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Naweza nikaongezea mmoja. Sina kosa. Kwa hiyo unachora hivi. Kwa hiyo unachora kwa kutumia penseli ambayo imechongoka vizuri kabisa. Kwa hiyo unachora mstari, unahesabu mstari kutoka kwenye vertical hapo, kwenye horizontal hapa ulipoishia kuandika scale, unahesabu mstari 10. Kwa mstari 10 mimi naweza nikasema inafikia hapa. Labda hapa mstari 10. Sasa inapoishia tu hiyo mstari 10 ndipo unachora mstari uliolala ambao tunaita ni horizontal axis. Usihangaike kujiuliza kwamba ni wapi ni chora horizontal axis. Pale ambapo ile 10 inapoishia ndipo unachora horizontal axis. Pale mistari yako uliyoandika inapoishia ambao umependekeza kuitumia inapoishia unachora horizontal axis. Kwa unachoraje? Unachora hivi. Kwa mfano imeishia hapo, kwa utachora kuja hivi. Ukichora kuja hivi, kitu gani kinachofuata sasa? Unamwekea. Lakini remember that sisi hapa tumesema kutokana na hii equation hii ya kwetu, hii formula yetu ina intercept ya negative. Kwa lazima tuongezee mstari huku chini ili tupate hiyo negative. Kwa sababu gani tunaongezea chini? Tunaongezea chini kwa sababu tukiwa tuna draw x and y plane, upande mmoja inakuwa upande wa juu huku inakuwa ni positive, upande wa huku inakuwa ni negative. Kwa lazima tu insert negative kwa sababu intercept yetu sisi ni negative. Sio kama tunaelewana hapo vijana wangu. Sio kama tunaelewana hapo wanafunzi. Ndio. Baada ya hapo sasa unaanza huku kwenye mstari wa juu ambao ni wa vertical. Angalia tumeambiwa plot a graph what against what the graph of n. Kwa huku sisi tunaandika unachukua peni unaandika hapa n. Haya, baada hapo unasema against what? Against 1 over alpha. Unamwandikia 1 over alpha. Sasa kwenye 1 over alpha sisi 1 over alpha tunasema inakaa horizontal, lakini sisi huku kwenye horizontal scale hatujaweka. Kitu gani ambacho tunaenda kufanya? Sasa hapo kwenye horizontal scale, kikawaida ukikutana na grafu ya namna hii, tumia mistari 16. Unahesabu mistari 16 kutokea hapa. Kwa hiyo unahesabu mstari wa kwanza, wa tatu, na kushauri utumie 16. Sasa kama unapendeza utumie mstari 16 au 15, unaenda kuchukua value kubwa kabisa kwenye 1 over alpha. Huku value kubwa kabisa ni 0.033. Kwa unachukua 0.033. Unagawanya na idadi ya mstari ambao umependeza kuitumia wewe. Hapa mimi nimependekeza mistari 16. Kwa hiyo wewe utatumia mistari 16. Ukigawanya hapo itakuletea 0.00202625. Ukiona kama hizo nafasi ni nyingi sana za desimali, unabadilisha, unachukua mistari 15. Haya, kwa mfano tukichukua mistari 15 itakuwa 0.033. Tunagawanya kwa idadi ya mstari ambao ni 15. Igawanya kwa 15 inakuletea 0.0022. Kwa hiyo tutumie hiyo mstari 15. Kwa hiyo hesabu mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka 15. Haya, baada ya hapo sasa ukiona kwamba imekuletea 0.0022 unaiandika kama scale. Kwa hiyo utaandika hapa 1 cm huku chini kutoka kwa chumba kimoja hadi kingine. Kana maanisha 0.0022. Lakini remember hii hapa yenyewe inakuwa na degree.
Haya, unachoenda kufanya sasa, ukimaliza hapo, baada hapo unachukua hizo point, hizo scale unaanza kujaza. Kwa mfano tunasema vertical scale, maana yake hapa ndo kwenye makutano. Kwamba vertical scale tumesema kwenye kila kachumba kamoja kuna 1.1. Kwa hiyo utaanza hapo utaandika kutoka hapa hadi hapa ni 1.1. Inafuata itakuwa 2.2. Unakuwa unaongeza 1.1 mpaka huko mwisho. Inafuata itakuwa 3.3. Inafuata itakuwa 4.4. Inafuata itakuwa 5.5. 6.6. 7.7, 8.8 hadi ule mstari wa mwisho. Utajikuta ule mstari wa 10 ndio unabeba value yako ya 11. Baada hapo kwenye horizontal axis pia tunachoenda kufanya, unachukua hii scale uliyopewa ambayo tumeipata sisi baada ya kuchukua thamani kubwa ya horizontal axis na kugawanya idadi ya mstari ambayo tunaitumia sisi. Ambayo tumeona kwamba kwenye kila kachumba kimoja kwenda kingine kuna 0.022. Kwa hiyo inafuata utaongezea tena, kwa hiyo itakuwa 0.044. Inafuata itakuwa 0.0066 hadi utaenda hivyo hadi ile ya mwisho. Sasa kwa kuwa sisi hapa tumechora nyingine na kuja hadi inapitiza hadi huku chini. Kumbe hizi hapa tunazihamisha kama zilivyo kwa huku chini, ila tu tunaziwekea negative. Kwa hiyo inafuata hapa itakuwa ni 1.1 but itakuwa upande wa chini ambao itakuwa ni upande wa negative. Tukichora hivi jamani, x and y plane hivi. Upande wa huku unakuwa ni positive lakini upande wa huku ni negative. Kwa ndio maana sisi huku juu tumeandika positive hizi, hatutawekea tendo lakini kwa huku chini inakuwa ni negative. Kwa hiyo utafuatisha hivyo hivyo. Inayofuata itakuwa 2.2 but negative. Inayofuata itakuwa 3.3 but negative. Inayofuata 4.4 but negative. The next one is 5.5 but negative. Baada hapo sasa naanza kukuonyesha nature of the graph. Naenda kuonyesha nature of the graph. Sasa kutokana kwa hapa tumepata intercept. Na intercept sisi hapa tukiangalia haraka haraka ni negative 1. Kwa kumbe sasa mstari wetu tukichora sisi, graph yetu tukichora itapita upande wa huku chini. Lakini huku je itakata kwenye ngapi? Itakata kwenye 1. Itakata kwenye negative 1. Sasa ila kama ukipata negative 1.4, negative 1.0 bado uko sahihi. Ila lazima ianzie ikate kwenye negative 1. Mwisho kabisa ishie kwenye negative 1.4. Kwa sababu ile 4 hatuwezi kuikadiria. Ukikadiria na baki hivyo hivyo 1. Sasa tunachoenda kufanya kitu gani? Tunachoenda kufanya sisi tunachora sasa. Unachora na kuonyesha nature of the graph. Nature of the graph jamani inakata kwenye vertical axis ambayo inakata kwenye n. Sasa pale ambapo itakata hiyo ndio tunaita intercept. Kwa sasa graph yetu sisi au mstari wetu wa straight line utakata kwenye 1. Sasa mimi tu hapa nakuonyeshia kwamba itakata kwenye, unachukua penseli unaonyesha kwenye 1. Kwenye 1 ni wapi? Ni hapa. Hivi. Kwa graph yako itaonekana hivi. Hivi. That will be the nature of the graph. Baada hapo hapa ilipokata hapa kwenye hii point hapa kwenye hii point kwenye mstari wa n. Hii hapa sisi ndo tunaita intercept. Hii hapa ndo tunaita intercept. Kwa hiyo hapa ndo tunaita intercept. Hapa ndo tunaita intercept. Naomba nikurekodie kabisa. Intercept hapa pale ambapo mstari wetu wa straight line ulipokata kwenye mstari ule wa vertical, hiyo ndio tunaita intercept. Baada hapo ukimaliza kuchora hivi, kitu kinachofuata, angalia kwanza swali linalofuata haraka haraka. Swali linalofuata nasema from your graph determine the slope of the graph. Kuipata slope of the graph maana yake inakuwa inaonekana hivi. Utachora mstari hivi, halafu then utachora hivi. Utatengeneza a right angled triangle. Ukitengeneza a right angled triangle, hii hapa ndio itakusaidia wewe upate slope. Itakusaidia wewe upate slope. Sasa ukipata hii hapa slope, kitu gani ambacho kinaweza kusaidia? Haya, kumkeni hii horizontal jamani ilikuwa ni 1/alpha. Halafu hivi degree au per degree. Sasa kama ilikuwa ni 1/alpha, maana yake tunasema kwamba ukikutana vitu vya namna hii tunashumu kwamba hapa kulikuwa na point fulani na hapa kulikuwa na point fulani. Kumbe tofauti kati ya point ya pili na point ya kwanza sisi tunaitaka change ya point hiyo. Kumbe sasa kwa upande huu kwa sababu tukiweka dotted line tukilinganisha tukiongezea dotted line, mstari huu na huu utakuwa unafanana. Kwa huu na huu mstari utakuwa pale ambao utakuwa niko. Kwa kitu ambacho tunaenda kukifanya sisi kwa kuwa sasa hapa tunashumu kuna point moja. Kwa sababu hizi zikikutana zinatengeneza coordinate. Kumbe hapa tutakuwa na point moja na hapa point nyingine. Kwa tunachukua point hii tunatoa na point huyu hapa tunapata tofauti yake. Sasa ile tofauti sisi tunaita ni change. Ile point tunaita ni change. Kwa hapa tunaandika ni change lakini wa nani? Wa horizontal ambao ni 1/alpha.
Haya, kwa upande huku tukiongezea, tukisema kwamba tuongezee mstari mwingine. Huu hapa mstari utakuwa pale na huu. Mstari huu ukiwa pale na huu, maana yake tunasema huu mstari is equal to this line. Kumbe sasa mstari wetu huu hapa utakuwa ni sawa sana huu. Sasa tukisema hapa tuna pointi ya kwanza, labda iwe ni N1. Hii hapa tuna point ya pili iwe ni N2. Find the difference of it. Hiyo tofauti yake tunaitaga ni change. Tunaitaga ni change. Kwa hiyo tunaandika change of n. Baada hapo tunaangalia, je, kwenye hii hapa point walipokutana, hapa kuna pointi mbili. Na hapa pia kuna pointi mbili. Kwa sababu tunapokuwa tunazungumzia coordinate, maana yake tunasema kuna pointi za hapa tutaziandika hapa. Tunaangalia na wapi hapa mikutano tunaandika hapa. Kama ambavyo tunaandika majira ya nukta kawaida. Kwa mfano sasa tunaweza kuassume kwamba labda pointi ya hapa labda iwe ni, tuseme labda iwe ni 0.0066. Tunaweka koma. Tunaangalia na ya huku, labda ya huku iwe ni 5.5. Baada hapo tunakuja tena tunaangalia hapa, je, hapa walipokutana ni ngapi? Hivi. Kwa mfano tukiassume sisi labda ya hapa kwa labda ni 0.012. Tunaweka koma. Maana tunasoma ya huku. Horizontal ni x. Jamani, horizontal ni x axis. Lakini ya huku y tunaangalia, je, ya huku ni ngapi? Tukikadia labda iwe ni 7.7. Kwa kitu gani ambacho tunaenda kukifanya? Haya, baada ya kujaza hivi unahama kutoka kwenye table yako. Ukitoka hapo ndio unakuja swali linalofuata nikwambia ambao ni C. So nasemaje? From your graph, kutoka hapo kwenye graph yako. Haya, plot the graph of, kutoka kwenye graph, from your graph. Swali la kwanza amesema C, kutoka kwenye graph hii tuliyochora. Akwambia determine the slope of the graph. Determine the slope of the graph. Kivipi tunaweza kuipata slope of the graph? Kutoka hapo sasa. Haya, baada tu kumaliza kuchora graph, hatua ambayo tunaenda kuangalia ametuambia swali linalofuata ni C. Si ametuambiaje? Si ametuambia Roman 1. Kutoka kwenye graph, from your graph, kutoka kwenye graph uliyochora ambayo graph yetu sisi ilikuwa ni hii hapa. Kutoka kwenye graph ametuambia tutafute slope yake. Slope tunaipata, slope tunaipata kutoka hapa hadi hapa. Baada ya kuchukua nini? Baada ya kuchukua point ya pili ya huyu, tunatoa na huyu, na point wa huyu tunatoa na huyu. Sasa jamani, ili tupate sasa slope, formula yake tunakumbuka slope yetu ya coordinate geometry ambayo inasema kwamba slope kuipata, slope utamwandikia sasa slope ambayo sisi tunajuaga value alama inayowakilisha slope waga ni m. Lakini sisi kwenye swali tumeambiwa determine the slope of the graph g. Kumbe sasa slope yetu sisi hapa itakuwa ni g. Tunaweka hivi. Kuipata slope siku zote tunasemaga ni change of y over change of x. Lakini sasa sisi kwenye y amekaa n. Kwenye x amekaa 1 over alpha. Kwa baadaye kuandika change of y, baadaye kuandika change of y, sisi tunaandika change over n kwa sababu n ndio inapatikana kwenye mstari wa vertical. Baada kwa change of n tunagawanya na change ya horizontal. Angalia horizontal axis. Ila kwenye format ya slope tunajua itakuwa ni waga ni change of x. Lakini sasa hivi kwenye x kuna 1 over alpha. Kwa hiyo tunasema 1 over alpha. Baada hapo mtu alipoandikia change, maana yake tunachukua n wa pili tunatoa na n wa kwanza. Kwa hiyo tunachukua n wa pili slope yetu ambayo ni d. Tunachukua n wa pili tunatoa na n wa kwanza. Tunagawanya na 1 chini ya alpha wa pili tunatoa na 1 chini ya alpha wa kwanza. Sasa kwenye graph tukisema tutumie graph, hapa tumechora graph lakini sio kwa tumeassume point hizi tumeziassume. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto sisi kuipata slope ambayo ni ya real. Ila wewe ukiwa unafanya ukichora hii graph itakuletea point ambazo ni nzuri na jibu lako litakuja ni sahihi. Sasa kwa mfano kama sasa muda umekuishia, kitu gani ambacho unatakiwa kufanya? Ukikuta muda umekuishia, hatua ambayo unatakiwa kuifanya, wewe nenda kwenye table yako uliyopewa. Kwenye table yako ukifika kwenye table yako, wewe angalia n iko wapi? N hii hapa. Na 1 over alpha iko wapi? Hii hapa. Unapiki pointi mbili. Hapo hiyo point hakikisha kwamba unaruka pointi moja katikati. Kwa mfano mimi naweza nikachagua huyu 3, halafu baadaye nikachagua na huyu 5. Au akaa kwenye upande wa n. Lakini pia kwenye upande wa horizontal huku kwenye 1 over alpha nachagua point hiyo hiyo. Kwa hiyo kama umechagua 3, nyosha moja kwa moja kaichukue na ile point nyingine. Na kama hapo umechagua 5, nyosha moja kwa moja kaichukue ile point nyingine. Baada hapo sasa tunachukua hizo point mbili tunaweka hapo. Kwa hiyo unaanza sasa slope g ni sawa sawa na unaanza n wa pili unachukua huyu ni 5. Unatoa na n wa kwanza ni 3. Baada ya hapo sasa unagawanya hii hapo kugawanya. Unakuja 1 over alpha wa pili. 1 over alpha wa pili ni 0.017 unatoa na alpha 1 over alpha wa kwanza. 1 over alpha wa kwanza ni 0.011. Baada hapo tunatoa. Kwa hiyo itakuwa g yetu ni sasa ambayo ni slope sasa. Unachukua calculator haraka. Unasema 5 kutoa 3. Unagawanya na
0.17 minus 0.01 unafunga mabano hivi, unapata ni 3. Kwa hiyo upate ni 3.3. Sasa siku zote hii ndio slope tuliyopata sisi. Sasa kama slope ndio hii tuliyopata, na swali letu lilikuwa nasema determine the slope of the graph G to the nearest tens. Akisema nearest tens maana yake uandike namba moja tu baada ya desimali. Na kwa kweli sisi hapo ukiangalia slope yetu tumeandika namba moja tu ya desimali. Baada ya desimali kuna namba moja. Sasa hiyo namba moja inaonyesha ni tens. Inaonyesha ni nearest tens. Baada ya hapo sasa tunachoenda kufanya, swali linalofuata tunamwandikia. Kumbe sasa unaandikia now therefore the slope. Ametuambia sisi slope yetu ni jinsi sana 3.3. Ile kikawaida kwa ushauri hakikisha slope yako inakuja ni 360 na kuendelea. 360 na kuendelea. Kwa mfano 361, 362, 363, 364, 365. Mwisho. Baada ya hapo sasa tukimaliza hapo kutafuta slope, hatua ambayo tunaenda kuangalia sasa hivi ni kudetermine the n-intercept. Tunaingia Roman 2 ambayo inasemaje? Roman 2 inasema baada ya kutafuta slope Roman 1 tunamaliza. Tunaingia sasa hivi Roman 2 ambayo ni kipengele cha C. Akisema determine the n-intercept. Sasa kuipata n-intercept tunaandikia n-intercept. Akili ametupa jina lake. Hiyo n-intercept sisi jina lake ni P. Kwa hiyo tutakaoipata n-intercept tunaiandika kuwa ni P. Sasa je, n-intercept tunaipata wapi? N-intercept tunarudi moja kwa moja kwenye grafu yako. Nilisema kama unakumbuka mstari ulipopita wa straight line. Ukiangalia hapa mstari ulipokatiza kwenye mstari huu wa vertical. Hii hapa ndo tunaita n-intercept. Hii hapa ndo tunaita n-intercept. Hii hapa ndo tunaita n-intercept. Sasa na n-intercept hata kama ukiangalia kwenye ka formula ketu kale lovely formula, n-intercept yetu sisi tunasema ni hii hapa -1. Kumbe sasa n-intercept sisi hapa tutasema ni -1. Onyo uangalizo. Ni lazima kumbuke kwamba n-intercept ya practical ya light ambayo inakuwa na object au inakuwa na optical moja lakini na two plane mirror huaga inakuwa ni -1. Inakuwa ni -1. Kumbe sasa tunaangalia je, mstari wetu umepita wapi? Umepita hapo kwenye -1. Kumbe sasa n-intercept hapa itakuwa ni -1. Lakini ametuambia hivi n hiyo intercept si tuite p. Kwa p hapa sisi inakuwa ni -1. Baada ya hapo tunaenda kufanya nini? Tunaenda kutenda nini? Tayari tumeshapata intercept. Kumbe n-intercept ni p ambayo ni -1. Tumeipata wapi? Baada ya kuangalia mstari wetu umepita wapi. Baada ya hapo tunaenda kuangalia tena akisema kwamba equation relating n with alpha. Kwamba equation inayoonyesha mahusiano kati ya n na alpha and p is given by, tunaenda Roman 3. Haya tuambia equation ambayo inaonyesha mahusiano kati ya n, equation relating n, alpha and p. Wakati n ni number of image, alpha ni angle given, lakini p ni intercept ambayo tumeipata hapa juu kwenye Roman 2. Kwa tunachoenda kufanya tuambia kwamba equation ambayo inaonyesha mahusiano kati ya vitu hivi vitatu, number of image, alpha pamoja na p ambayo ni intercept, inasema kwamba hiyo equation tuliyopewa inasema n ni sawa na g chini ya alpha kujumlisha p. Hii hapa ndo tumepewa hii hapa kutoka kwenye swali letu hii hapa. Tumepewa hii hapa. Hii question ndio inaunganisha mahusiano kati ya number of image, alpha pamoja na intercept. Sasa akatuambia kwamba rewrite it with the value of g and p and you have calculated. Sasa natuambia tuiandike upya hii question. Kwa kutumia nini? Kwa kutumia value ya g tuliyoipata sisi. Kumbuka g ilikuwa ni slope. Kwa hiyo tunachukua slope yetu sisi tuliyoipata kule kwenye slope kutoka kwenye graph. Slope tuliyoipata jamani baada ya kutafuta hapa au baada ya kutumia hii table. Hii slope unaenda kuiandika hapa kwenye g. Lakini pia p tumeipata, p tumesema ni intercept, thamani yake tunayo. Kwa hiyo tunachukua p tunaweka hapo. Kwa sasa ukija kumaliza hiyo ndio equation tutakuwa tayari tumeshamaliza rewrite formula yetu au formula yetu inayojumlisha mahusiano kati ya number of image, alpha pamoja na intercept ambayo ni p. Kwa sasa inakuwaje? Kwa hiyo unaandika number of image na ni sawa na g yetu tunayo ambayo g tulisema ni slope. Slope tulipata 333.3. Utagawanya na alpha hivi.
Baada hapo unajumlisha. Haya, thamani ya p tumeshaipata. P tumesema ni intercept. Kwa hiyo unachukua thamani ya p, kwanza is p here. Tunachukua thamani yake ni 1, tunachukua mzobe tunadumbukiza hapo. Kwa baada ya kuandika p hapa, sisi tunaandika thamani ya p ambayo ni -1. Kwa hiyo tunaandika -1. But positive times negative we get negative. So now our equation will be, when you will rewrite it, itakuwa ni n sasa na 3 gawanya kwa alpha then minus. Why minus? Positive times negative we get negative then 1. Kwa hiyo hapa ndio equation yetu ambayo inahitajika kwa ajili ya kuendelea au kwa ajili ya kuonyesha mahusiano kati ya n alpha pamoja na intercept ya p. Haya, tunaenda swali la mwisho. Swali la mwisho linasema ni D. Hivi, anatuambia D Roman 1 amesema kwamba what happened to the number of image when alpha is equal to 0? Degree yetu ni zinatuambia, je, kitu gani kitatokea kwenye idadi ya taswira kama endapo angle yetu alpha ikiwa ni 0? Kama ukikuta angle alpha ni 0, jamani, hapo usihangaike. Cha kufanya, muandikie kwamba kutoka kwenye formula yetu hii hapa tulio-highlight. Kama kumbuka kuna formula tulio-highlight, ilikuwa inasemaje? Ilikuwa inasema n ni sawa sana 3 hivi gawanya kwa alpha minus 1. Sasa hii hapa ni sawa sana mtu mmoja tu aliandika kwamba, mathematician mmoja aliandika kwamba this is equal to somebody writing like this way. N this is equal to 3.3 over alpha minus 1 over alpha. Or alpha, yes. Or we can write this one. Hii alpha inagawanya kwa namba zote huku mbili, zote hizi. Lakini ametuambia kwamba, je, kitu gani kitatokea kama endapo number of image itakuwaje kama endapo alpha sisi hapa itakuwa ni 0? Maana yake wetu tukipewa hapa 0 inakuwaje? Inakuwa n sawa sana 3 kutoa 1 gawanya kwa. Baada ya kugawanya kwa alpha tunaandika namba yake tuliyopewa ambayo ni 0. Kwa hiyo tutagawanya hapa kwa 0. This is degree. Ukikuta namba yoyote, hata kama ukichukua hapa, this is 0.3. Ukichukua utoa huu utapata 232.3. Kwa hiyo hapo utapata n sawa sana 332.3. Lakini unagawanya kwa 0 degree. Sawa, degree na degree wataisha. Lakini siku zote ukipewa namba ugawanye kwa 0, jibu inakuwa undefined au infinity. Kwa kumbe sasa, ili ukichukua 0 gawanya kwa namba yoyote, jibu unapata 0. Kumbe sasa, according to the question, our question says that what happened to the number of image when alpha is equal to 0? So when we meet with that question, we say that when is the angle of alpha is equal to 0, the number of image will be undefined or infinity. Kwa jibu lake sasa utaambia kwamba the number of image is undefined or infinity. Jibu letu sasa akikuuliza what happens to the number of image when alpha is equal to 0, tunaandika kwamba when is the angle of alpha is equal to 0, the number of image will be infinity or will be undefined. Na alama ya undefined tunaijua inakuwa hivi jamani. Hiyo ndo tunaita undefined or infinity. Kwa hiyo ukikutana sana namna hiyo, wewe piga kama ifuatavyo. Hata naomba tukamalizie Roman ya pili. Roman ya pili inasema kwamba suggest the aim of this experiment. Aikwambia suggest the aim of this experiment. Maana yake, je, lengo mahususi ya kufanya hii plaki ni nini? Lengo mahususi ya kufanya hii plaki ni kutambua au kuweza kujua idadi ya taswira inayotokea katika vioo viwili ambazo zinakuwa zinatenganishwa na angle. Kwa hiyo tunasema sasa the aim of the experiment is to determine the number of image between two plane au inclined plane au plane mirrors. Baada sasa ya kumaliza kujibu swali lako, japo kuna maswali mengine yanakuja na source of error, tutaangalia swali tena nyingine ambayo inakuwa na source of error pamoja na tahadhari zake, how we can minimize it. Lakini note that another questions require or need you to attach your drawing. If you meet with that question, remember that
At the end of your examination or at the end of your practical, remember to attach your drawing. I think remember this drawing. This is drawing. Remember to attach it. Once you not attach it, means that you lose some marks. So that is not good. But when you meet with the question which does not need you to attach your drawing, leave that drawing. It does not necessary to attach it. Thanks for watching, but God bless you. Can anybody